Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Ndugu zangu, leo nimekuja na zawadi nzuri sana, na hii kwa wale ambao wenye tatizo la kusahau. Ndio maana tukaandika kichwa cha habari, jitibu tatizo la kusahau kwa dakika 10 tu. Jitibie tatizo la kusahau kwa dakika 10 tu. Jitibie tatizo la kusahau kwa dakika 10 tu. Inshallah, chukua hii naikupa, chukua hii dua inshallah, uende ukafanye na ukajitibie tatizo la kusahau kwa dakika hizo 10 biidhnillah taala. Ndugu zangu, kabla sijazileta hizo dakika hiyo dua, nataka tunakumbushe ndugu zetu kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba leo tulikuwa na dua yetu ya kufunga mwaka. Tumeianzia leo tarehe 21 na tutaimalizia kesho tarehe 22 mwezi huu wa 6, katika ile kuhitimisha katika swala zima la kufunga mwaka huu wa Kiislamu. Kama tulivyoelezana kwamba mwaka wetu sisi unaanza katika mwezi wa Muharram na unamalizika katika mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo tumeianza leo na kesho tunakwenda kuhitimisha. Kama ulikuwa umeikosa siku ya leo, ulizani kama ni maskhara, basi bado nafasi mbili zipo, unaweza ukajisajili na wewe ukashiriki katika dua hiyo. Nafasi mbili zimesalia, unaweza ukashiriki na kujisajili katika dua hiyo. Na ukipenda kujisajili, basi utupigie katika namba hizi au tuma message katika namba ya 0788 905151 ama 0793 052 052 0793 052. Utapewa utaratibu namna gani unaweza ukajisajili na kujiunga katika dua hiyo. Kwa hiyo inshallah, baada ya kusema hayo, sasa tuingie nikakuelekeza sasa namna gani unaweza ukajitibu tatizo la kusahau kwa dakika 10 tu, aliyo ikawa imekwisha inshallah biidhnillah taala. Au tumia dua hii kujitibu tatizo la kusahau kwa dakika 10 tu, kwa dakika 10 tu inshallah, kwa hadi hiyo umeshaiondoa tayari. Cha kufanya, utaratibu wake ni huu biidhnillah taala, na nakuomba nisikize kwa makini sana hapa ili maelekezo yafuate vizuri. Utachukua maji aidha kwenye glasi aidha kwenye kikombe, lakini kilichokuwa safi, yani sio maji machafu, maji masafi. Ukishachukua ile maji masafi kwenye glasi ama kwenye kikombe, utaanza kuyasomea yale maji kwa utaratibu huu. Hapo ndo nisikilize kwa makini sana. Fikira zako, mawazo yako yawe hapa ili uweze kuelewa vizuri. Usiende kuharibu wala usiende kufanya vitu vya ovyo ovyo. Na hii wallahi lazim mimi nilishifanyia watu wengi sana, na alhamdulillah tatizo limeondoka. Mimi binafsi yangu nilishifanyia baadhi ya watu na shida hiyo ikaondoka. Chukua maji kwenye kikombe ama kwenye glasi. Jambo la kwanza, ile maji yasomee Bismillahirrahmanirrahim mara 786. Mara 786. Ukipata ile tasbihi kubwa kuhesabia, ina maana utaizungusha mara ngapi? Utaizungusha kama mara 9, kama mara 12 hivi, kitu kama hicho, sababu kuna zile tasbihi ambazo zinakaa mpaka 100 na ngapi. Kwa tasbihi ambazo zina 100 utahesabu mwenyewe hizi siku ngapi, lakini ufanye mara 786 utasomea katika ile maji. Ukimaliza kusomea Bismillahirrahmanirrahim mara 786, utakuja kuisoma suratul Fatiha mara 19 kwa idadi ya herufi zilizomo katika Bismillahirrahmanirrahim, bimaana ni herufi 19. Kwa hiyo ile suratul Fatiha utaisoma mara 19, utaisoma mara 19. Ukimaliza hapo, utasoma aya iliyomo ndani ya suratul A'la, bimaana sabbihisma rabbika, inayosema sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Na hii utaisoma kwa idadi ya aya ya herufi zilizomo katika bismillah, ina maana nayo utaisoma mara 19. Baada ya hapo utasoma aya nyingine inayosema walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahammim mudakir, walaqad yassarna alqur'ana lidhikr fahammim mudakir. Hii nayo utaisoma kwa idadi ya herufi za bismillah, kwa maana hiyo utaisoma mara 19, mara 19. Ukimaliza hapo sasa, utakwenda kusoma Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, kwa maana zile aya 5 mpaka pale alladhi
alladhi allama bil qalam allama al-insana ma lam ya'lam, allama al-insana ma lam ya'lam. Hizi aya 5 nazo utazisoma mara 19. Ukimaliza hapo, yale maji atakiwa yule mtu mwenye tatizo la kusahau atakiwa ajimwagie kichwani, wala asioge, na mwingine atumie kuyanywa. Atakunywa hayo maji atakunywa maji siku 7. Bi maana ile siku ya kwanza akishakunywa, basi baada hapo atakunywa tena siku ya pili, siku ya tatu, itakuwa ni mwendelezo. Lakini hasara sana ile siku moja akitumia pap, baada hapo insha Allah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tatizo la kusahau litakuwa linaondoka. Kama kuna mtu ana shida hiyo, kama kuna mtu ana tatizo hilo, basi aende akafanye hivyo nilivyomwelekeza, alafu atakwenda kuangalia, je, baada ya kufanya tatizo la kusahau bado analo? Tatizo la kusahau bado analo? Nenda akatumia inshallah, nenda akafanye, alafu uende kuona maajabu na muujiza yake. Mimi nafsi yangu nimetumia na nilifanyia mpaka baadhi ya watu wenye shida kama hizo. Kuna mtu leo anaweka simu yake hapa, dakika 2 anajisacha hiyo, ni kumbe simu ameweka yuko nayo hapo. Kuna mtu kavaa kofia kichwani, alafu baadaye anaitafuta kofia, kumbe kofia iko wapi? Kichwani. Ni shida hii. Kwa hiyo nenda kajitibu tatizo la kusahau kwa dakika 10 tu, biidhnillah taala utakwenda kuona muujiza na maajabu yake biidhnillah taala. Kama una shida kama hiyo, una tatizo kama hilo, basi chukua zawadi hiyo inshallah na nenda kaifanyie kazi biidhnillah taala kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ishike hiyo na nenda kaifanyie kazi biidhnillah taala. Baada kusema hayo, kwa leo tutaishi hapo. Yule ambaye anapenda kujiunga katika dua ya kufunga mwaka, bado nafasi 2 zipo, na leo tumeianza na kesho tunakwenda kumalizia. Namba ya kujisajili utapiga namba hizi 0788 90 51 51. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.